Bado Mdude Nyagali amezidi kuendelea kuandika kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, ambapo amesema Samia Suluhu Hassan ni dhaifu sana, hawezi kujenga hoja dhidi ya wapinzani wake. Alipoapishwa tu kuwa rais, vijana wa Chadema Bavicha waliitisha kongamano la kudai katiba mpya pale Barakuda Tabata. Hoja zilizotolewa kwenye kongamano hilo zikawa mwiba kwake. Wiki iliyofuata akakamatwa Freeman Mbowe na kumpa kesi ya ugaidi. Wazungu wakamfungia vioo, akamwachia Mbowe kwa aibu. Mwaka 2023 sisi na wengine tulipinga mkataba mbovu wa bandari, mimi Mwabukusi na Dr. Silaa, tukapewa kesi ya uhaini na hesabu yake ilikuwa tukae jela hadi tutakapotoka madarakani. Baada ya kelele nyingi akatuachia kwa aibu. Mwaka 2025 mwaka uchaguzi, Lissu anaiongoza Chadema kupinga siasa za kitapeli za watu kupata madaraka kwa mtutu wa bunduki, alafu wanadanganya kuwa amechaguliwa. Lissu anaanza kufanya mikutano no reform no election katika mikoa 7, akiwa mkoa wa 8 anakamatwa. Mpaka sasa serikali dhaifu ya Samia kupitia polisi wake aliowapa oda wameshindwa kutoa taarifa kwa umma kitu walichomkamatia Lissu aliyepita. Yamepita masaa 13 sasa, polisi wako kimya wakisubiri mwongozo wa serikali ili kutoa tamko. Tunazo taarifa kwamba Lissu anaandaliwa kesi ya uhaini ili kukwamisha movement ya no reform no election. Kama kawaida yao, wanataka kujipitisha kwa mtutu wa bunduki mwaka huu, halafu wajifanye wamechaguliwa na kupata madaraka kwa miaka mingine 5. Yaani yeye kimbilio lake ni kukamata wapinzani wake na kuwapa kesi za ugaidi na uhaini. Uamuzi huu unakuja baada ya kushindwa kwa Mchome jumlisha msajili, wakajaribu Mpox 55 nayo wakashindwa. Sasa njia pekee wameona ni hii. Amini nawaambia, huu ni mwaka wa mwisho Samia kuwepo Ikulu. Baada ya hapo mnaweza kumkuta jela au huko uhamishoni kwa mjomba zake. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maneno ambayo alikuwa ameandika Mdude Nyagali kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.